Dada Witness, karibu sana. Umetusikia wapi? Umetokea wapi? Nimetokea Arusha. Umetokea Arusha? Aha. Na umetusikia wapi? Sijawasikia, ni kwamba ni mtu ameniunganisha. Ni mtu amekuunganisha? Huyo mtu ni nani? Nani yako? Ni rafiki yake dada yangu ambaye yeye anafanya kazi huko. Na yeye anafanya kazi na sisi? Au? Yuko Dar es Salaam. Yuko Dar es Salaam hii. Akaniunganisha na rafiki yake. Rafiki yake naye ndo akaniunganisha na huko. Sasa katika hao wote kuna yeyote aliyopita hapa au wao walitusikia tu? Yeye amekusikia. Ametusikia tu. Ule ndugu yangu amekusikia na ameniambia ameshawahi kuongea na wewe. Alishawahi. Okay. Okay. Ndio akakwambia uje hapa. Ndio kama ameniambia kuna mahali wanatafutiwa wadada wa kazi. Sawa, na wewe ulikuwa unafanya nini Arusha? Mimi nilikuwa nafanya biashara tu ndogo. Kama biashara gani? Nilikuwa natembeza nguo. Arusha tena kwa nguo. Sasa kwani biashara ikaendaje? Hapana, nimeamua tu nije kwa sababu nimeona kile kipato cha biashara ninayofanya kitanichelewesha kufikia malengo ambayo nataka kufikia. Okay. Kwani mtaji wake ulikuwa shilingi ngapi? 100,000. Ulikuwa na mtaji wa 100,000? Unaenda kuchukua mzigo wa 100,000. Wapi? Nilikuwa naenda kwenye masoko haya madogo Tengeru. Ngaramtoni huko. Nakuja natembeza nguo za watoto. Za watu wazima. Sasa ukichukua mzigo wa 100,000 unauza kwa siku ngapi? Unaweza kuisha baada ya muda gani? Wiki moja. Wiki moja ndio unauza, na ukiumaliza unakuwa umepata kama shilingi ngapi? Hela ni kidogo, maana ninakuwa napata nusu au unaweza nikaenda nikapata mzigo mzuri. Nikawa nimepitiliza hata faida, yani mtaji nikaupitiliza, faida ikawa sawa na mtaji na ikapitiliza. Okay, kwa hiyo ukinunua mzigo wa 100,000 ukija kuuza unapata zaidi ya 200,000. Au 100,000 na au 200,000. Au 200,000. Lakini ni ndani ya wiki. Sasa nikawa kwa sababu nina mtoto. Una mtoto? Kusoma. Mtoto ananitegemea mimi kwa kila kitu. Baba yuko wapi? Tumetengana. Kashapata mabawa. Hiyo ni kawaida Witness. Baba ameshaota, mbawa zimeota. Na ukimpigia atume matumizi? Hapana, mimi sitaki mahusiano naye. Utaki? Kwa hiyo utaki hata hudumie mtoto wake? Kwa nini sasa? Hamna, kuna vitu mtu akikufanyia mtoto hata tena kwenye maisha. Kweli Kitu gani hicho kikubwa hivyo jamani Witness? Kitu gani ulimpenda sana? Sema basi, wewe sio basi tushatendwa sana tu huku. Tuone hapa. Vipi ulimpenda sana au? Maana unaona kama akiwa unafuatilia mambo ya mtoto unajikumbushia machungu. Kaona tu bora umdelete moja kwa moja. Witness. Okay, kwa hiyo mtoto sasa hivi yuko kwa nani? Yuko kwa mama. Mama yako? Mama yuko wapi? Yuko Arusha. Wewe ni mtu wa Arusha. Mbona nikajua Mchaga. Ni Meru au ni nani? Masai. Jamani, Masai gani ana hilo panki lako ulokuwa nalo hilo? Masai wana nani? Masai wana mapara na nini? Wewe ni Masai? Kweli? Okay, haya ndugu yako huyo hapa. Haya, na baba mtoto ni Masai. Jamani, mbona wa Masai hawana tabia hiyo ya kukataa watoto? Hajamkataa. Na hajamkataa. Hajamkataa mtoto wala hajakukataa wewe. Sasa wewe ni kichaa gani cha Kimasai kimekupanda? Shida ni nini? Baada unaweza ukateseka mahali. Kisaikolojia. Unaona nyanyasika. Kama tukuishi maisha yako. Hebu tuambie ulikuwa unatesekaje jamani? Ndio tunajifunzaga humu. Ulikuwa unatesekaje? Tuache tu. Tufundishe wenzio.
Kupitia hizi nani ndio zinawafundisha watu. Ulikuwa unatesekaje? Alikuwa anakupiga? Hiyo Masai wanapiga wanawake? Sana. Sana. We. Bado wanapiga? Hawajaacha. Kwa hiyo walikupiga? Tushapigana mimi na yeye. Sana, maana mmepigana. Umetumia neno zito, mmepigana, sio amekupiga. Maana sio wanawake ni wepesi kusema amenipiga. Ila wewe mlikuwa mnapigana. Amenipiga sana. Umerekebisha sasa hivi bwana. Wewe umesema tushapigana sana. Witness bwana. Haya, hebu niambie, ulitaka kuwa polisi au ni nini? Hiyo panki yako ni nini? Unapenda kuwa polisi? Hapana. Ni style tu? Maana nilipokuona kweli nilihisi nikasema tumevamiwa na askari huku leo nini. Ni style yako tu. Na mbona hujaweka nani za Kimasai, hujatoboa vizuri masikio Kimasai, una alama, meno yako wanatoaga jino moja, hata wewe hapa una alama ya Kimasai. Imekuwaje wa Masai wa sasa hivi? Sasa hivi sio wale wakapenda. Sasa hivi Sio kama zamani. Yaani wewe huwezi kumwambia mtu ni Masai. Sasa hivi sio wa porini. Na wewe? Ndio wanajiita Arusha. Ndio wanajiita wa Arusha. Sasa si modern sana sasa hivi. Kila kitu kwa kweli. Maeneo mengi mila na tamaduni zile zinaenda zikichange. Mwingine si unajua na adapt mazingira kwamba kuna mwingiliano watu mbalimbali. Ni kweli. Na mtaki ingia hapo sema mbona wanaishi atsweta tukaadapt huko. Dada Witness bwana, karibu sana. Hizo ni changamoto za maisha za kawaida kabisa, usione tunacheka. Mimi dada yako hapa nishaolewa, sasa hivi mume wangu huyu ni watatu. Sawa? Kwa hiyo sio kitu, yani hicho kitu mwanaume akikuacha au mkiachana, mkiona mambo, kwa sababu mpaka umefika hapa mko pamoja, manake kuna mambo mliona hamuendani au hayaendi. Sawa? Kwa hiyo hupasi wewe mwenyewe kuendelea sasa hivi unalia, unajipa msongo wa mawazo, una masikitiko. Hapana, maisha lazima yaendelee. Kumbuka mwanzoni nilisema neno la Mungu linasema kabla hajakuumba alifanya nini? Kwa hiyo hii changamoto yako Mungu alijua utaipitia. Kuna namna wewe unaweza kuja kuwasaidia wadada wa Kimasai kupitia changamoto ulizopitia. Ndio maana nilikuwa nakuuliza ni nini. Kuna dada wenzako labda na wao watakuwa wanapitia changamoto hiyo hiyo, lakini anaona Witness kama ameweza, hebu ngoja na mimi nifanye hivyo. Si unaelewa? Kwa sababu mpaka unafika hapa unakuja kutafuta maisha yako ni kitu kikubwa. Umeamua kuchukua hatua, mtoto umemwacha kwa mama. Manake ukiwa kazini kama mama atakuwa anahitaji support, si utaweza kumtumia hela. Sasa na Arusha ulikuwa ni mfanyabiashara, kwa unafanya biashara zako, hongera sana. Na umepiga hesabu zako ukajua nikienda kwenye hii itakuwa na nafuu zaidi kuliko hii inayotembeza. Kwa hiyo yote inaonyesha wewe ni dada binti unayejitambua, na makosa kwenye maisha yapo, vingine unajifunza kutokana na kufanya makosa, si umeelewa? Kwa hiyo hamna hata kitu kimoja cha kujutia. Wewe unachotakiwa kufanya tu ni kumshukuru Mungu na kumuomba Mungu kuendelea na maisha mengine. Sawa Witness? Kwa hiyo malengo yako sasa kwenye hii kazi yetu ni nini? Unapokuja kufanya kazi kwenye taasisi yetu. Malengo yangu kwanza ili niweze kumlea mtoto. Na baadaye niwe na biashara yangu. Mtaji. Na biashara utaendelea nayo ile au unataka kubadilisha? Umeshajua ni biashara gani utafanya? Umeshajua? Biashara gani? Nataka niwe na duka langu. Na nini? Duka. Maduka gani? Haya ya Mangi au yapi? Au la nguo au la nini? Duka ya vyakula vya jumla na rejareja. Duka la nafaka. Huko utakuwa umeua kabisa, maana watu tutaacha kuvaa nguo lakini kula lazima tule. Umeelewa? Bonge ya biashara, wazo la biashara zuri sana. Kwa hiyo utatafuta kama kiasi gani kuanzisha duka, na utalianzishia Arusha au Dar wapi? Hujajua? Ni vizuri kabisa wakati unaendelea kufanya kazi, maana mpaka umalize mwaka utaweza kuwa umewaza, si ndio? Utafikiria biashara unaifanyia wapi, utahitaji kiasi gani cha mtaji. Sawa, sasa si kwa ujumla wetu hapa, kama ulivyosikia nimekuchomekea mambo ya nywele hapo kidogo na nini. Kuna style fulani ambazo
ukishafika kwenye hizi kazi zetu inabidi kidogo uachane nazo, si ndio? Wewe inabidi panki yako hiyo kidogo ukairekebishe, sawa? Vinginevyo bosi atasema jamani, mnaniletea askari au mnaniletea nani? Lakini vingine kama ulivyoelekezwa na wasaidizi wetu hapa, timu yetu ya Wadada Center, sisi lugha yetu ni moja, tuna utaratibu tulioweka kwenye mkataba ili tuweze kurahisishiana maisha. Wewe ukiwa kazini uweze kufanya kazi zako vizuri, na sisi kama kituo tusipate pia changamoto, si ndio? Na bosi pia asipate changamoto. Ukiyazingatia hayo yote tutakuwa familia moja kama unavyoona. Nafikiri umesikia nikiongea na kina Grace hawa, yani umeona wamekuja hapa kama nyumbani. Yani hatuna ugomvi. Ugomvi unaanzaga tu pale ambapo unataka kuvuruga utaratibu ambao tumeuweka na uliukubali mwenyewe. Kwa hiyo ukikaa vizuri na sisi kwa utaratibu tuliouweka hakuna ugomvi. Na kikubwa tunachowaombea muende mkafanikiwe. Hakuna biashara, wewe uzuri ushakuwa mfanya biashara. Kuzunguka na nguo usifanye mchezo. Si ni kazi ngumu pia ile? Hamna kazi rahisi. Kwa hiyo utaenda kwa bosi wako nako ili umfurahishe, lazima upambane, usugue, upande huko juu huko. Akija akijimulika hivi kwenye nyumba yake aone kweli dada nimepata. Ndio hapo ana smile anakulipa. Si ndio jamani? Kwa hiyo mimi yani hicho ndio kikubwa. Mnapoenda huko msisahau dada nani Siavera ameongea vizuri sana yani. Ile kwamba mfanyie bosi wako vizuri mpaka afurahi, hata kama hatakupa tip. Nataka niseme, unajua hapa tumeongelea tip. Lakini unaweza kupata bosi ambaye hata hakumbuki wala hajui issue za tip. Wewe fanya tu vizuri, yani kwenye your best level. Hata kaa kusahau, na ile ni alama kubwa na Mungu anaweka tiki. Unakokwenda kule baraka zako kama ukuzipata basi utazipata pale mbele. Sisi tunaelewana useme hapo unafanya haoni. Inawezekana anaona lakini sio mtu wa una wengine mikono yao inakuaga ile mikono ya kufanyaje? Wabirika unaitwa. Ni mkono sasa wewe usijali, wewe omba Mungu tu kwamba nimalize muda wangu hapa. Kuna experience nitaipata, lakini pia Mungu ameniandalia fungu langu mahali. Kikubwa ni hiyo kusave hela. Kusave hela hicho ni kikubwa sana. Haya, mimi nawatakia kila laheri jamani. Haya, unaoenda kusoma kila laheri, wote mnaoenda makazini Mungu awatangulie. Mnapokuwa hapa kituoni jamani, hampo tu wale mlioko hapa kituoni, hampo tu, nataka niwakumbushe tena. Mpo hapa kwa sababu ya kazi kubwa tulionayo ya kusoti dada yupi, mwenye maadili gani, mwenye tabia zipi, mwenye utendaji gani wa kazi ambaye anafaa kwenda kwa bosi upi. Hiyo kazi sio nyepesi. Mtaona tu akina nani huku wanaingia huku wanatoka, mnaona kama wako tu, lakini kuna kazi moja inawasubua yani ngumu, wanayoumiza kichwa. Kila wanapokuja kufuata feedback, kila wanapoangalia, kila yani manake aweze kukuweka kwa bosi ambaye ni sahihi. Ndio. Ni tofauti na hawa akina kaka Frederick ambao wao tayari specific ni oda moja ya bosi fulani ambaye yani yeye kama hivi amekuja nafikiri yuko kwenye hatua za kwenda kazini. Lakini kwa wale mnaokuja general, maana lazima tukuangalie bosi yupi ambaye hata kama ni professional, lakini tuna mabosi wengi wanataka professional, yupi anaendana na tabia za huyu bosi. Kwa hiyo unapokaa hapa usione unachelewa, usione kama vile unapotezewa muda. Actually unavyozidi kukaa ndio unatupa muda mzuri wa kukufitisha sehemu ambayo inaendana na wewe. Tuko pamoja? Ndio. Haya, asanteni, kila laheri. Nashukuru. Haya.